zangu. Wapigie makofi, kazi yao njema sana. Hiyo ilikuwa ya kuonja yenyewe baadaye kidogo. Ulivyotegea kupiga makofi ni kama vile wasije tena baadaye. Ongeza tena vigelegele. Asante sana kwa kushirikiana nao. Pamechangamka sana. Sasa kwa dakika chache nataka tuimbe pamoja wimbo mwingine, lakini kuna mtu mzito atatuongoza wimbo fulani hivi. Namleta kwako. Umejiandaa lakini makofi na vigelegele yapo. Sawa. Nimeona iko fiti. Sasa utapiga zaidi ya hapo. Namleta kwako Askofu Mao. Ana wimbo fulani anataka tuimbe pamoja. Amen. Majeshi. Amen. Tunaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Yanaua na leo. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Vizuri sana. Amen. Nataka niseme na wewe kwa dakika 5 tu zinanitosha. Sema amen. Mwambie jirani yako nguvu ya sadaka. Mwambie tena nguvu ya sadaka. Rudia tena, mwambie nguvu ya sadaka. Amen. Sadaka ni nini? Hilo ni jambo la kwanza kabla sijaendelea. Sadaka ni mbegu ambayo mtu anaipanda mbele za Mungu ili apate baraka. Hakuna baraka ambayo mtu anaweza kuipata pasipo kupanda sadaka mbele za Mungu. Na ndio maana ukisoma maandiko kadha wa kadha kwenye Biblia takatifu, utaona watu wengi waliobarikiwa kwenye Biblia walikuwa watoa sadaka. Kwa mfano, Ibrahim baba wa imani alikuwa ni mtoa sadaka. Na kuna wakati Mungu akamjaribu hata kumtoa mtoto wake ili aweze kumbariki. Na unaona hata Ibrahimu alivyokubali kumtoa mwanae, ndipo Mungu akaachilia baraka katikati yake. Watu wengi wanatamani sana kubarikiwa, lakini hawajui kodi ipo katika kutoa sadaka. Na ndio maana hakuna ibada yoyote kwenye Biblia takatifu iliyowahi kufanyika pasipokuwa na sadaka. Na kuna sehemu fulani utaona kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 kuanzia mstari wa 8. Utaona kuna mwanamke mmoja aliyekuwa mjane, na huyu mwanamke alikuwa ni maskini kabisa. Lakini Mungu alitaka kumbariki huyu mwanamke, akamtuma mtumishi wa Mungu nyumbani kwa yule mwanamke ili huyu mwanamke aweze kuinuliwa. Ni kama vile Mungu alivyomleta baba yetu kwenye bonde hili ili mmoja aliyopo katika bonde hili abarikiwe kupitia baba yetu kwenye mkutano wa leo. Vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa yule mwanamke mjane. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 nitaanzia mstari ule wa 8. Maandiko yanasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mungu anamwambia Eliya aende katika mji mmoja unaoitwa Sarepta. Kuna mwanamke mjane amewekwa kule. Mwanamke mjane maana yake amefiwa na mume wake, lakini Mungu anamwambia huyo nimemweka ili akulishe. Mstari wa 10, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipofika, badala ya kumwambia nipe chakula, kwanza akaanza nagia naomba maji. Akasema nipe maji ninywe kwanza. Yule mwanamke akaona hili jambo ni jepesi sana. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita tena mara ya pili. Akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Sio maji tena, mada imebadilika, ni kipande cha mkate. Lakini mwanzo ilikuwa ni maji. Mstari unaofuata maandiko yanasema, naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate
ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo sana katika chupa. Sina mkate, nina kaunga kadogo tu na kimafuta kidogo kwenye chupa. Maandiko yanasema nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Ana tumaini lingine, ni mjane, ni maskini, amebakiwa na kaunga kadogo na vimafuta vidogo ale. Ni kama uliopo hapa unasema sina chochote, nilichonacho ni kidogo, na waza nitoke niende nyumbani nipike na mwanangu tule tupumzike. Lakini kumbe kuna jambo la baraka ambalo litakutokea baada ya kushiriki katika neema hizi ambazo Baba ametuletea kwenye mji. Anaelewa na aseme amina, haleluya. Mgeukie jirani yako mwambie sijui kama unaelewa. Elia akamwambia usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanawe. Yaani unaweza ukasema huyu jamaa ana roho ngumu, alafu lina roho mbaya, yaani alina hata huruma. Kamkate kaunga kadogo nimebakisha nile nife na mwanangu, unasema nikuletee baba mzima wewe unayeweza kwenda kulima. Lakini kumbe Mungu anataka kumbariki kwa njia ya kutoa sadaka. Hebu kama unaelewa na useme amina. Maandiko yanaendelea kusema kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata ile siku Bwana atakapokuletea mvua juu ya nchi. Sasa anamwambia utakaponipa mimi nile, hilo pipa halitoisha na wala mafuta hayatoisha, unga utakuwa nyumbani mwako. Kuna baraka kubwa katikati ya watu wanaomtolea Mungu, na ndio maana Baba anatamani tubarikiwe kama yeye alivyobarikiwa. Tunapotoa, maana yake zile neema zilizopo ndani ya Baba yetu, neema za mafanikio na neema za mambo yote zitakufuata na wewe uliopo hapa. Unaelewa na useme amina, haleluya. Kuna mtu anawaza jamani, biashara iendi, siri iko kwenye kutoa kipande cha mkate. Hale tu Elia akishakula kuna baraka inakufuata. Mgeukie jirani yako mwambie nikitoa leo kipande cha mkate, biashara yangu itanyooka, afya yangu itakaa sawa, na Baba anapofika hapa muujiza wangu nitaupokea, maana kwa sadaka yangu naungana na neema iliyopo ndani ya Baba. Unaelewa? Hebu piga makofi na useme amina. Hebu shika kipande chako cha mkate sasa. Kamata sadaka yako, ishike mkononi. Unapoishika unasema naipanda hili pipa langu lisiishiwe na unga wangu usikatike, yani baraka ziwe katikati yangu. Hebu funika macho yako sasa niombe. Baba, katika jina la Yesu nabariki sadaka hiyo aliyoishika mtumishi wako huyu. Ninatamka sadaka hiyo ikawe ni chanzo cha baraka, ikawe ni chanzo cha kupokea majibu. Hata Baba atakaposimama hapa, moyo wake uwe umefunguka kwa ajili ya kukusanya zile baraka zote ambazo Baba anatuletea. Kwa kupitia sadaka hiyo, jibu lililokuwa limepotea na likapatikane katika jina la Yesu Kristo. Na tupige kelele tuseme amen. Amen. Sasa kwa wale waliopo kwenye mitandao ya kijamii, kuna namba ambazo zipo, unaweza ukaweka kamkate kama nilivyosema. 0717808111. Hiyo ni Mixx by Yas. Narudia 0717808111. Na mtandao mwingine ni 0654808036. Hiyo ni Mixx by Yas ama Tigo. 0654808036. Na mtandao mwingine ni 0763432025. Narudia 0763432025. Hiyo ni M-Pesa. Na mtandao mwingine ni 0787485811. Narudia tena 0787485811. Hiyo ni Airtel Money. Mungu akubariki sana. Amen.
Asante sana. Ongeza tena makofi kwa wimbo wa aina yake. Hapa duniani kuna nyimbo nyingi hujasikia, hata huo nao ni wimbo mpya.